Matiang'i aliponiambia tutakuja kanisa ya Sabato Meru na atakuwa mgeni wangu hapa Meru, mimi nilimwambia ashughulike yeye mwenyewe, kwa sababu sikujua utaratibu wa kanisa hii vizuri, lakini kuwa najua yeye ni elder wa kanisa hii, kwa hivyo hakutakuwa na wasiwasi, tutaweza kufika. Lakini nimekuwa na urafiki, si Matiang'i peke yake, hata kule nilikuwa mbunge, nilikuwa nashirikiana na kanisa hili. Sio ati hatuna ushirikiano, lakini nilikuwa najua status yake kwa kanisa hii inatosheleza yeye kutuambia vile tutafika na ni kanisa gani tutafika hapa. Kwa hivyo tuna furaha kuwa hapa leo. Tumefanya kazi na Dr. Matiang'i kwa ile miaka tulikuwa kwa serikali. Alikuwa waziri kwa wizara kadhaa, mnakumbuka hivyo. Alikuwa kwa ardhi, nakumbuka kutatua mashinda hapa na pale ya ardhi. Elimu, anajulikana sana kwa elimu, kwa sababu tulikuwa na mashinda mengi kwa elimu. Mitihani Kenya ilikuwa imekuwa kitu ya kununua Ikomba market. Watoto wanaenda kusoma, wanasoma, wale wako na pesa, mitihani inauzwa kiolela hivyo. Standard zilikuwa zimeporomoka, ethics kiskaisha. Alikuja akasimamia hii, akatatua hiyo shinda na mashinda mengine. Pia serikali ilikuwa na mashinda kwa sababu ya mambo fulani vile ilikuwa. President Uhuru akamchagua kuwa chairman wa coordinating committee ya cabinet. Na hiyo kazi ilikuwa, kitasema vile iko msaidizi mkuu kwa serikali, unajua ni nani kwa katiba ya Kenya. Lakini hiyo kazi ilikuwa imepata shinda. Yeye akapewa hiyo kazi, mimi nikiwa waziri huko, akacoordinate sisi vizuri, tukaweza kuchapa kazi vizuri sana, tukatatua mambo mengi. Kwa nini nasema hivyo? Nimesema hivyo tu kwa sababu leo tumefunzwa mambo ya kuinuliwa, si ndio? Na Mungu anaweza kukuinua, tumeelezwa vizuri, na ni kweli, kutoka position yoyote akuinue ufike mahali fulani. Sasa yeye ameinuliwa, sinaona anainuliwa. Tukiwa wabunge alikuwa na ile program ya World Bank, ile ilikuwa inafunza mambo ya democracy na nini. Hiyo ndio wakati wa kwanza mimi kumsikia. Kaambiwa ni huyu anaitwa Matiang'i. Sikumjua kumuonana na yeye, lakini alikuwa anafanya hiyo kazi. Mimi kwa kifupi nasema ana uzoefu, ana elimu, na ako na maadili pia ambayo yanakosekana siku hizi kwa mambo ya kuendesha mambo ya serikali. Na akiinuliwa na Mungu apate hii kazi anatafuta, mimi nafikiri hata injinua zaidi, ataweza kuserve. He will be able to serve the people the way he has served them in those other capacities that he has been. Na ndio sababu mimi tunatembea na yeye kwa hii safari. Mimi pia nimeinuliwa mara mingi. Mungu huinua watu. Nilikuwa mbunge huko Tigania East term 2, nikafanya kazi mpaka watu wa Meru wakanotice, wakanifanya gavana wa kwanza wa Meru. Kutoka hapo sikuweza, kura yangu haikuweza kutosha 2017 kwa mambo mengi hapa na pale.
President Uhuru akanotice mimi nikiwa pande hii, akanipa kazi, ndio tukakutana na Dr. Matiang'i huko. Kwa pia ni kuinuliwa, si ndio? Sasa mimi natafuta kurundi kwa hiyo kazi ya gavana kwa tamu hii inakuja. Ndio sasa tumefanya urafiki wa karibu. Mimi nijaribu kumsaidia kupata kura pande hii niko, si ndio? Tusaidiane kwa vyama hivyo vyetu viwili, amesema chama ya PNU na chama ya Jubilee. Ndio unaona tuko na hizo timu mbili hapa siku ya leo. Hayo upande niko kwa laini. Niko kwa laini, sitaki kupiga na unajua mimi nimepatishwa pia, ni vile nimepatishwa kule Methodist. Mimi ni member of Methodist Church. Kwa hivyo hiyo ndio kazi tuko saa hii, na tukuja tu kuwa tuombe na nyinyi pamoja, Mungu aweze kutusaidia.